Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu ambaye amenipa tena nafasi ya kuwa mbele zako jioni ya leo. Ninasema jina la Bwana libarikiwe. Na ninawashukuru ndugu zangu wasikilizaji wenye kufata TV Neno la Uzima kila itwapo leo. Mungu awabariki na Mungu awazidishie. Vile vile tena tunashukuru kwa wale wote wenye kutuombea, wenye kutushauri, wenye kutusapoti. Nina imani ya kwamba msipozimia mioyo Mungu atawalipa. Na bila kwenda mbali ndugu msikilizaji, kwa jina ninaitwa mchungaji Esther Tunda. Na tunakukaribisha tena kwenye TV Neno la Uzima, kwenye kipindi cha kuhimizana katika safari ya kwenda mbingu. Na siku ya leo ndugu mpendwa, ninataka tuzungumze jambo moja, aidha kwa ufupi ujumbe ambao Mungu ametaka tuhimizane mimi na wewe jioni ya leo. Karibu kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninamuombea ndugu msikilizaji, umwezeshe aweze kufata kipindi tangu mwanzo mpaka mwisho kwa jina la Yesu Kristo. Nenda kinyume na mapenzi yako kwa jina la Yesu Kristo. Achilia hili neno liweze kuingia na kuzaa matunda kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Amen. Ndugu mpendwa katika Bwana, bila kwenda mbali, tutafungua Biblia zetu, tutasoma kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura 22 mstari wake wa 11. Ufunuo wa Yohana 22 mstari wa 11 tutasoma katika jina la Yesu Kristo kama ilivyoandikwa. Inasema hivi: yeye aliyemzalimu azidi kuwa mzalimu, na mwenye uchafu azidi kuwa mchafu, na mwenye haki azidi kufanya haki, na mtakatifu azidi kutakaswa. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tutarudilia tena na tutaongeza tena mpaka mstari wa 12. Inasema hivi: yeye aliyemzalimu azidi kuwa mzalimu, na mwenye uchafu azidi kuwa mchafu, na mwenye haki azidi kufanya haki, na mtakatifu azidi kutakaswa. Tazama, ninakuja upesi, na mshahara wangu ni pamoja nami, kulipa kila mtu kama ilivyo kazi zake. Amen. Ndugu mpendwa katika Bwana, hili ni neno la Mungu ambalo hakuna ambaye ana uwezo wa kulibadilisha, wala hakuna ambaye ana uwezo wa kulipinga. Na acha nikwambie, Mungu ni mwaminifu kwetu sisi wanadamu, ambaye anatupenda na hataki hata umoja wetu apotee. Ndio maana kila mara Mungu anainua wahubiri kutoka huku na huku ili waweze kulihubiri neno lake. Ameinua wahubiri kwenye nyimbo za Injili, ameinua wachungaji kwenye mafundisho mbalimbali ili kila mtu aweze kujisikilia. Usije ukapata sababu mbele ya Mungu ya kusema ya kwamba mimi sikusikia. Mungu atuhurumie sana. Ndugu mpendwa katika Bwana, ukisoma kwenye barua ya Paulo mtume kwa Rumi sura 6 mstari wake wa 23, inatuambia kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, na zawadi ya Mungu ni uzima wa milele. Ujue ya kwamba pamoja na kuwa mtume Yohana kwenye Ufunuo ametuambia kwamba mtakatifu atakasike sana na mchafu achafuke sana, lakini ujue ya kwamba pamoja na uchafu, mnatuambia mchafu achafuke sana, ujue kwamba pamoja na kuchafuka zaidi, mshahara wa dhambi ni mauti. Pamoja na kuwa unacheza na dhambi na kujivunia dhambi na kujifanya kwamba wewe labda unajua zaidi, ndugu mpendwa katika Bwana, ujue kwamba mwisho wake upo. Mshahara wa dhambi ni mauti, na zawadi ya Mungu ni uzima
uzima wa milele. Ninamshukuru Mungu kwa sababu amenipa ujumbe huu nikwambie jioni ya leo. Acha nikwambie, upinge usipopinga, tayari Roho wa Mungu amesema na wewe. Upende usipopenda, tayari Roho wa Mungu amesema na wewe. Ninachokutakia ni neema ya kuweza kusikiliza na kupata mabadiliko ya kiroho ili uweze kupata uzima wa milele. Ndugu mpendwa katika Bwana, siku hizi dhambi zimekuwa nyingi kulikoni. Kadiri maendeleo ya kidunia inaendelea na kadiri dhambi inaendelea na kujizaa kila itwapo leo. Ndugu mpendwa katika Bwana, wewe ambaye umejifanya kuwa mwenye dhambi, ujue kwamba Mungu hajafurahi na dhambi zako ambazo unazitenda kila wakati. Wewe unajiona ya kwamba wewe ni mnafiki kuliko wanafiki wote. Sikiliza nikwambie, Biblia inasema mchafu achafuke sana na mtakatifu atakasike sana. Pamoja na kuwa umejifanya kuwa mnafiki, kuna wanafiki ambao walifanya unafiki kuliko wewe. Kumbuka habari za Yuda Iskariote. Yuda alitembea pamoja na Yesu, alikula pamoja na Yesu, lakini hiyo roho ya unafiki ilitembea pamoja na Yuda, na mwisho wa Yuda, baada ya Yuda kumsaliti Yesu, matokeo yake Yuda alijinyonga. Wewe ambaye unashikamana na unafiki, ndugu mpendwa katika Bwana, shikamana na unafiki sana. Kama vile Biblia inasema mchafu na achafuke sana, lakini ujue kwamba mwisho wake upo. Neno linasema ya kwamba Yesu anakuja na ujira wake mikononi. Kila mtu atalipwa kadiri ya matendo yake. Utalipwa kadiri ya vile ulivyofanya mbele za Mungu. Mungu atuhurumie sana. Wewe ambaye bado ungali na hiyo hali ya usingiziaji, kusingizia watu wengine, ukikaa tu unafikiria na unaanza kusingizia watu wengine mambo usiyoyajua, usiyoyaona, unaanza kusingizia. Ndugu mpendwa katika Bwana, umehubiriwa sana kuhusu kusingizia, na isitoshe inawezekana unaenda kanisani, isitoshe labda wewe ni mtumishi wa Mungu, lakini hiyo hali ya kusingizia imo ndani yako, na kila leo Roho wa Mungu anakuonya kwa ajili ya kusingizia watu wengine. Sikiliza ujumbe wa leo, mchafu achafuke sana na mtakatifu atakasike sana. Ndugu mpendwa, singizia sana, lakini ujue Yesu anakuja na ujira wake mikononi, atalipa kila mtu sawa sawa na matendo yake. Na kitu ambacho nataka nikukumbushe jioni ya leo, ipo siku tutasimama mbele ya kiti cha hukumu, na kila mtu ataanza kutoa ripoti kadiri ya maneno alichotoa kinywani mwake. Ndugu mpendwa katika Bwana, jiulize, Yesu atakapokuja atakulipa kwa njia gani? Mungu atuhurumie sana. Katika siku hizi manabii wa uongo wameinuka mno. Manabii wa uongo wamekuwa chungu nzima, wanaotabiri kwa akili zao wenyewe, wanaotabiri kwa tamaa zao wenyewe. Ndugu mpendwa, wewe ambaye unayetabiri kwa akili zako mwenyewe, kwa tamaa zako mwenyewe, kwa kuvuruga jamii, kwa kuharibu kazi ya Mungu, unabii wa kubomoa jamaa, unabii wa kutenganisha mume na mke, unabii wa kusambaratisha kanisa la Mungu. Sikiliza ndugu, tabiri sana, kwa sababu hata kama ungelitabiri, ujue kwamba kuna manabii wa Baali ambao walitabiri kipindi cha Elia na mwisho wao ulikuwepo. Yesu anakuja kulipa kila mtu sawa sawa na matendo yake. Ninakuambia ndugu, tabiri sana unabii wa uongo, wa kubomoa kazi ya Mungu, wa kudhalilisha watumishi wa Mungu. Mpendwa katika Bwana, tabiri sana. Maana ujumbe wa leo unasema ya kwamba mchafu achafuke sana na mtakatifu atakasike sana. Lakini ninakukumbusha jambo moja, ya kwamba Yesu anakuja na ujira wake mikononi, atalipa kila mmoja sawa sawa na matendo aliyoifanya. Mungu atuhurumie sana. Enyi ambao mnazidi na uchawi, hamtaki kuona watoto wa wengine wako mali, mnawafanyia uchawi kisi mnavyotaka. Mnafanya uchawi kuanza kwenye nyumba za wengine masaa
nataka nikwambie jambo moja, ya kwamba wachawi, wauaji hawataingia katika ufalme wa mbingu. Mungu atuhurumie sana. Ujue ya kwamba utalipwa kadiri ya matendo unayoifanya. Enyi watu wenye wivu ambao hamtaki kanisa za wengine zisonge mbele, mkiona kanisa za wengine zinaendelea, mnaanza mahabari za kubomoa kanisa la Mungu. Sikilizeni na wivu wenu, bomoeni sana. Enyi watu ambao mnakuwa na wivu, hamtaki maendeleo ya watu wengine, fanyeni wivu sana. Lakini nakwambia jambo moja, alichokibariki Mungu hakuna atakayeweza kukilaani. Alichokiinua Mungu hakuna atakayeweza kukishusha. Alichokiteua Mungu hakuna atakayeweza kukikataa. Ile wivu unaoifanya usiku na mchana, ndugu mpendwa, Yesu anakuja na ujira wake mikononi kulipa kila mtu kadiri ya matendo yake. Katika hiyo kazi ya wivu unaoifanya usiku na mchana, ninakwambia ndugu, ujumbe wa leo unasema fanya wivu sana, lakini ipo siku utalipwa kadiri hiyo kazi ya wivu unaoifanya usiku na mchana. Mungu atuhurumie sana. Enyi wapinga Kristo ambao mnajifanya nyinyi ni wapinga Kristo, wapinga Kristo mnaopinga neno la Mungu, wahubiri wanapohubiri neno la Mungu, mnaanza kuwatukana, mnaanza kuwapinga, mnaanza kuwazushia mambo. Sikilizeni wapinga Kristo, pingeni sana. Hata kama wewe ungelifanya mpinga Kristo, haujafikia kwa wale Wayahudi waliomuua Yesu. Wayahudi walifikiria wanapomuua Yesu injili haitasonga mbele, lakini walipomuua Yesu injili ilizidi kusonga, na mpaka injili inazidi kusonga. Ndugu mpendwa katika Bwana, kupinga kwako neno la Mungu haijafanya neno lisiendelee mbele. Kudharau watumishi wa Mungu haijafanya wasiinuliwe. Kuwazushia haijafanya wasipataliwe mafuta na Mungu. Kuwatendea mabaya haijafanya wasibarikiwe na Mungu. Alichobariki Mungu hakuna na uwezo wa kulaani. Alichoinua Mungu hakuna na uwezo wa kushusha. Alichobariki Mungu wewe hawezi kulaani. Ninakukumbusha jambo moja, ujue ya kwamba Yesu anakuja na ujira wake mikononi kulipa kila mtu kadiri ya matendo yake anayoyafanya. Mungu atuhurumie sana. Nyinyi ambao mnaotukana watu wa Mungu, tukaneni sana. Haleluya. Tukaneni sana watoto wa Mungu. Tukana sana watu wa Mungu. Sikiliza, kama kuna watukanaji walikuwepo tangu zamani. Unajua, unapotukana mtumishi wa Mungu, unagusa kwenye mboni la jicho la Mungu. Soma kitabu cha Zakaria sura ya 2 mstari wa 8. Usifikiri ya kwamba Mungu amenyamaza, Mungu amekuacha. Hapana. Yesu anakuja na ujira wake mikononi kulipa kila mtu sawa sawa na matendo yake. Ile kazi unayoitikalia ya kutukana watumishi wa Mungu siku na mchana, ndugu mpendwa, tukana sana. Ujue kwamba mshahara wako upo na mshahara wako unakuja. Wewe tukana tu, wala usiache. Biblia inasema mchafu achafuke sana na mtakatifu atakasike sana. Umejifanya kuwa mchafu, sasa chafuka sana. Kwa sababu kama ni neno la Mungu unalijua, kama ni kweli ya Mungu unaijua, lakini umeamua mwenyewe kuwa mtukanaji. Sasa malipo ya watukanaji nayo inakuja. Yesu anakuja na ujira wake mikononi kulipa kila mtu sawa sawa na matendo yake. Mungu atuhurumie sana. Wenye fitina na uadui, fanyeni sana fitina na uadui. Wachafu wachafuke sana. Ujue ya kwamba amuchukie ndugu yake ni muuaji, na yule anayepanda fitina ni sawa na mchawi. Mungu atuhurumie sana. Mshahara ya wenye fitina inakuja. Mshahara ya watu wenye uadui inakuja. Yesu anakuja na ujira wake mikononi kulipa kila mtu sawa sawa na matendo yake. Mungu atuhurumie sana. Wauaji mnaoua, kufanya shauri za kuua watu wengine, za kuangamiza watu wengine, sikiliza, mwanga damu tu, lakini mwisho wake ipo. Yesu anakuja na mshahara ya wauaji. Na ujue kwamba hata kama ungekuwa muuaji, kuna watu ambao walimwanga damu kuliko wewe.
Kumbuka ya kwamba Kaini alimwanga damu ya ndugu yake Abeli, damu isiyokuwa na hatia. Alichofanya Mungu alileta laana kwa ajili ya Kaini. Ujumbe wetu wa leo, mchafu achafuke sana na mtakatifu atakasike sana. Mungu atuhurumie sana. Watu watukanaji, kazi yako ni kutukana kila wakati. Ndani ya kinywa chako mnatoka maneno mabaya, maneno ya kubomoa, maneno ya kuharibu, ya kubomoa jamii, ya kubomoa taifa la Mungu. Sikiliza ndugu mpendwa, hata kama ungelitukana wewe, haujafikia kwa Nabali. Palikuwa mtu fulani ambaye alikuwa ni Nabali, alikuwa ni mtukanaji kuliko wewe, lakini mwisho wake ulikuwepo. Mungu atuhurumie sana. Soma Samueli wa kwanza 25 mstari wa 38, utasikia habari za Nabali. Ijapokuwa Daudi alimsamehe Nabali, lakini Mungu hakunyamaza kwa ajili ya matukano iliyotoka ndani ya kinywa cha Nabali. Mungu alikasirika na Mungu alifanya jambo kwa ajili ya Nabali. Wewe ambaye kazi yako ni kutukana kila wakati, watu wasiokutendea mabaya unawatukana, Mungu mpendwa, tukana sana. Mshahara wa dhambi ni mauti na zawadi ya Mungu ni uzima wa milele. Mungu atuhurumie sana. Enyi makahaba, fanyeni ukahaba sana, kwa sababu Yesu anasema ya kwamba anakuja na ujira wake mikononi, na kila mtu atalipwa kadiri ya matendo yake mwenyewe. Mungu atuhurumie sana. Wewe umejifanya kuwa kahaba, umejifanya unajua ukahaba, kuchukua wanaume wa watu, kuharibu ndoa za watu. Sikiliza, mshahara wa watu wanaochukua waume wa watu ipo. Mshahara wa baba wanaochukua wake za wengine ipo. Yesu anakuja na ujira wake mikononi, na watu kama hao wana malipo yao. Mungu atuhurumie sana. Wenye kukufuru Roho Mtakatifu, watu wengi sana siku hizi shetani amewatumia kwa hali ya kukufuru Roho Mtakatifu. Ndugu mpendwa katika Bwana, wewe kufuru sana Roho Mtakatifu, lakini ujue dhambi zote zinasamehewa, lakini kuna dhambi moja isiyosamehewa, nao ni dhambi ya kufuru Roho Mtakatifu. Unapopinga neno la Mungu umekufuru Roho Mtakatifu. Unapopingana na wanaohubiri neno la Mungu unakufuru Roho Mtakatifu. Sikiliza nikwambie, ndugu mpendwa, kufuru sana Roho Mtakatifu. Ujue ya kwamba Yesu anakuja na ujira wake mikononi, atalipa kila mtu sawa sawa na matendo yake. Matendo ya wale wanaokufuru Roho Mtakatifu, tabia za wanaokufuru Roho Mtakatifu, na mshahara wao wanaokufuru Roho Mtakatifu ipo. Mungu atuhurumie sana. Bwana atuhurumie, Mungu atuhurumie sana. Wenye kuharibu ndoa za wengine, kuna watu wengi ambao wanataka kuharibu ndoa za wengine, hawataki ndoa za wengine ziende vema. Haribu sana, utalipwa kadiri ya matendo unayoyafanya. Wenye kuharibu watoto wa wengine, haribu sana, utalipwa kadiri ya kazi unayoifanya. Wenye kuharibu kazi za wengine, haribu sana, utalipwa kadiri ya kazi unayoifanya. Mungu atuhurumie sana. Wenye kupanda mbegu ya chuki, ya uadui kati ya ndugu na ndugu, kuneneana mabaya, sikiliza, panda sana hiyo mbegu ya chuki na uadui, lakini ujue Yesu anakuja na ujira wake mikononi, kulipa kila mtu kadiri ya matendo yake. Yale ambayo unayapanda utayavuna. Ukipanda kwa mwili utavuna kwa uharibifu, na ukipanda kwa roho utapokea uzima wa milele. Ndugu mpendwa katika Bwana, aliyekuwa na sikio nasikia neno Roho aambia makanisa. Ujumbe wetu wa jioni ya leo ni mchafu achafike sana na mtakatifu atakasike sana. Na ujue ya kwamba Yesu anakuja na ujira wake mikononi, kulipa kila mtu kadiri ya matendo yake mwenyewe. Usifikiria kwamba Mungu amenyamaza kwa ajili ya dhambi zako. Usifikiria kwamba Mungu amesahau. Kila jambo unalolifanya liko mbele ya Mungu. Unapofanya jambo njema liko mbele ya Mungu. Unapofanya jambo baya liko mbele ya Mungu. Ujua kwamba siku ya hukumu inakuja, ama kila mtu atasimama mbele ya kiti cha hukumu, ataanza kutoa ripoti kadiri ya matendo aliyoifanya hapa chini ya jua. Ndugu yangu, wakati wa Mungu unakuja. Sikiliza nikwambie, pinga usipopinga, hili ndilo neno la Mungu. Kataa usipokataa, hili ndilo neno la Mungu. Na wewe hauna uwezo wala mamlaka
ya kupingana na neno la Mungu, kwa sababu kuna wale ambao walilipinga lakini hawakuwepo na neno la Mungu bado lipo. Hata kama ukipinga, neno la Mungu litaendelea kila itwapo leo. Neno lilikuwepo tangu mwanzo na litaendelea. Ninachokushauri jioni ya leo, chunguza matendo yako ikoje mbele za Mungu. Jiangalie tabia zako zikoje mbele za Mungu. Yuda alikuwa mnafiki lakini mwisho wake ilikuwa mbaya. Soma Mathayo 27 mstari wake wa 5. Manabii wa uongo waliotabiri uongo. Ukitaka kusikia hizo habari, soma Wafalme wa kwanza sura 18 mstari wa 39. Soma Ezekieli 13 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Soma Petro wa pili sura ya 2 mstari wa kwanza mpaka wa 2. Utasikia habari na malipo ya manabii wanaotabiri kwa uongo, jinsi Mungu ameandaa na jinsi Mungu ameandaa kuifanya. Wachawi mnaochawika usiku na mchana, soma kwenye kitabu cha Ufunuo 21 mstari wake wa 8. Wapinga Kristo, hata kama ukipinga Kristo, Farao alipinga ujumbe ambao Mungu alimpa mtumishi wake Musa, lakini Mungu alileta mapigo 10 juu ya Farao mpaka Farao kasikia cha mtema kuni. Soma kitabu cha Kutoka sura ya 7 mpaka sura ya 12, utakutana mshale wapinga Kristo jinsi Mungu anavyowafanya. Watukanaji, nimeshakwambia habari za Nabali, utasikia habari za watukanaji hapo. Wenye kukufuru Roho Mtakatifu. Ndugu mpendwa katika Bwana, dhambi ni nyingi zinazofanyiwa kwa siku za leo. Jiulize, je, Yesu anakuja na ujira wake mikononi? Yesu atakapokuja, wewe utaenda wapi? Na wengine kwa ajili ya chuki na roho mbaya, uharibifu ya kimashetani, ya mawazo mabaya, wengine wanapoweka neno la Mungu wakitangaza injili, wengine wanakuwa wanafanya hivi kwenye Facebook. Sikiliza, fanya hivi neno la Mungu sana. Hata kama ukifanya neno la Mungu hivi, Yesu analifanya hivi, wewe unalifanya hivi, Mungu analifanya hivi. Fanya sana hivi, lakini ujue malipo ya watu kama hao ipo. Usiseme haukuambiwa neno la Mungu. Ujumbe wa jioni ya leo, mchafu achafuke sana, mtakatifu atakasike sana. Upinga usipopinga, hili ndilo neno la Mungu. Kataa usipokataa, hili ndilo neno la Mungu. Kubali usipokubali, hili ndilo neno la Mungu. Nimetua mzigo na kukuambia kile ambacho unachokifanya, kwamba Mungu hajafurahia dhambi zako, Mungu hajafurahia na makosa yako, Mungu hajafurahia na uasi wako, Mungu hajafurahia na tabia zako mbaya. Mshahara wa dhambi ni mauti, na zawadi ya Mungu ni uzima wa milele. Hii ni ujumbe ambao Roho Mtakatifu amenipa ili niweze kupatia watu wake. Aliyekuwa na sikio, nasikia neno Roho ambialo makanisa. Aliyekuwa na neema, atafakari ili neno na kutafakari juu ya maisha yake ya kiroho, apige magoti mbele za Mungu na kuweza kutubu. Acha nikushauri jambo, ndugu mpendwa katika Bwana. Endapo unaweza kuwa na swali kwa ajili ya ujumbe huu, tafadhali sana ende watumishi wa Mungu, watakupa ufafanuzi zaidi kwa ajili ya ujumbe huu. Ende mchungaji wako, umwambie kwa ajili ya ujumbe huu, atakupa ufafanuzi zaidi kwa ajili ya ujumbe huu. Mungu akubariki. Ninaamini ya kwamba umesikia, lakini nakwambia upinge usipopinga, hili ndilo neno la Mungu na hii ndi kweli, na hauna uwezo wa kugeuza kweli. Ninachokutakia mafanikio ya toba, ninakutakia mafanikio ya kujuta na kumgeukia Mungu na kuacha dhambi ili uweze kufanya mema. Mungu akubariki. Karibu kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ndugu yangu mpendwa ambaye amelipokea. Bwana Yesu Kristo, umsaidie na kumwezesha. Ninamuombea roho ya toba na roho ya kutafakari na roho ya kulipokea neno lako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Acha hili neno lizae matunda katika maisha ya ndugu mpendwa kwa jina la Yesu Kristo. Amen.